Tuko pamoja? Alafu pia tukaona alibadili majira na sheria, si tuliangalia? Kwa hivyo tuelewe hiyo ndio system ya mpinga Kristo, system ya Vatican. Alafu tukaona pia jambo jingine, sasa ataondolewa. Tuingie leo katika sehemu ya Marekani katika unabii. Marekani katika na ukumbuke pia mpinga Kristo hesabu ya jina lake ni 660 na Ufunuo 13:18. Ninapomaliza niingie Marekani katika unabii. 13:18. Anzia 17. 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yani jina la yule mnyama au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Kwa hivyo hekima inahitajika. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili, kama una akili, na hesabu ya mnyama huyo. Hesabu ya mnyama huyo. Twende. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Ni hesabu si ya kompyuta. Haleluya. Amen. Si hesabu ya kompyuta, ni hesabu ya nini? Kibinadamu. Twende. Na hesabu yake ni ngapi? Ni 666. Swali. Hapa Kenya tuna rais anaitwa William Ruto, si ndio? Hilo ni jina. Lakini title yake ni gani? President of the Republic of Kenya. Pia hii serikali ya mpinga Kristo Vatican, ukisikia Pope Leo wa 14, hiyo ni jina tu. Lakini title yake ni gani? Ndio hii, Vicarious Filii Dei. Hiyo ndio inampa mamlaka kusimamia Vatican kama kiongozi wa serikali na dini. Kinachompa Ruto kuwakilisha Kenya sio jina lake William Ruto, ni kwamba he is the president of the Republic of Kenya. So vile Papa ili kuwakilisha Vatican na dunia yote ni kwa sababu ya hii title, Vicarious Filii Dei. Na ile ni ile taji ya kofia. Hii ni ile taji anapewa ya ambayo iko na ngazi ngapi? 3. Yaani anadai anatawala mbinguni na nchi na chini ya maji. Anajilinganisha na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema yeye ni mpinga Kristo na anamkufuru nani? Mungu. Hiyo utapiga hesabu baadaye, hata wewe utakuja andika Vicarious, total yake ni 112, Filii 53, Dei 501, ukijumulisha inakupa 666. Hiyo ni hesabu ya jina lake, sio chapa. Chapa tutaizungumzia baadaye. Chapa ya mnyama sio 666, 666 ni hesabu ya jina lake. Wangapi tuko pamoja? Tunaingia leo somo la Marekani katika unabii. Ufunuo 13:11, safiri na mimi. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili. Ana pembe mbili. Mfano wa mwana kondoo. Weka hiyo koma. Hiyo mfano wa mwana kondoo. Hiyo peke yake ni masomo mazito. Akaona nani? Mnyama. Swali. Mnyama ni nini? Falume. Tuko pamoja, lakini mnyama ni nini? Falume. Haya, huyu mnyama anatoka wapi? Katika nchi. Wanyama wengine ambao tumekuwa tukisoma walikuwa wanatoka katika bahari. Bahari ni nini? Watu, lugha, jamaa, mataifa na makutano. Sasa nchi ni kinyume cha bahari. Kama bahari ni watu wengi, nchi ni nini? Wachache. Uchache wa watu. Haleluya. Amen. Sasa kwa hivyo tena jambo jingine, wale wanyama wengine ambao tuliwaona ni wanyama wa windaji. Yaani wanyama hatari. Si ni kweli? Lakini huyu sasa ni tofauti. Jinsi gani? Tunaambiwa ana pembe mbili, mfano wa nani? Wa mwana kondoo. Mfano wa nani? Mwana kondoo. Wangapi wanajua kondoo? Unajua unabii ni tamu sana ukielewa, ukilinganisha mafungu. Haya, mnajua nini kuhusu kondoo? Tabia ya kondoo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe, jipige makofi. Mungu awabariki. Kondoo ni mpole. Haleluya! Wale wanyama wengine ni wakali, wakatili. Lakini huyu sasa, hii system iliinuka na upo. Ndio maana inafananisha na mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyinyi walimu pia, nikitoka hapa ni walimu. Tena tumeambiwa ana pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Mwana kondoo ni upole. Katika Biblia nani anaitwa mwana kondoo? Yesu Kristo. Nani anaitwa mwana kondoo? Yesu Kristo. Yohana 1:29 inasema siku ya pili yake amuona Yesu akija, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya
ulimwengu wote. Twende Ufunuo 5:12. Hiyo umeshaandika. Wasomee moja ingine wakiandika. Sitasoma kila fungu. Ndio maana mumakiniki. Kuwa na kalamu na daftari. Twende mwalimu. Ufunuo 5:12. Ufunuo 5:12. Soma. Maandiko yanasema. Nasemaje? Wakisema kwa sauti kuu. Malaika mbinguni wanasema kwa sauti kuu. Astahili mwana-kondoo aliyechinjwa. Astahili mwana-kondoo aliyechinjwa. Twende. Kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Asante. Unasikia vile malaika mbinguni wamtukuza Yesu? Anastahili heshima, uweza na nguvu. Haleluya. Kwa maana alichinjwa kwa ajili ya ukombozi wako na nani mwana-kondoo? Yesu Kristo. Kwa hivyo hii serikali ilipoinuka ilikuwa na upole, ilikuwa na unyenyekevu kama mwana-kondoo ambaye ni Yesu. Lakini ili kuelewa alivyofanya kazi kama ya tabia ya Yesu ni pembe mbili. Pembe inasimamia mamlaka. Kwa hivyo ni kuonyesha ni serikali ilipoinuka ilikuwa na mifumo miwili ya utawala. Serikali moja lakini mifumo ya utawala mingapi? Miwili. Soma 3:4 Habakuki tunaposafiri pamoja. Habakuki 3:4. Habakuki 3:4. Habakuki 3:4. Soma. Maandiko yanasema. Nasemaje? Mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Alikuwa na mishale ya nuru upafuni pake. Ndipo ulipofichwa uweza wake. Hiyo. Kiingereza nasema horns, out of the horns is the secret of this power. Hallelujah. Yaani hizo pembe mbili ndio nguvu na mamlaka yake. So serikali ilipoinuka ina pembe mfano wa mwana-kondoo, na mwana-kondoo ni nani? Yesu. Swali, Yesu alipokuwa duniani ni mifumo gani miwili ya utawala aliitambua? Hiyo ndio swali. Amina. Yaani ili tuweke tabia zote pamoja ndio tutambue ni serikali gani. Haleluya. Mathayo 22:19 safiri na mimi. Mathayo 22 mstari wa 19 safiri na mimi. 19 inasema, twende. Nionyesheni fedha ya kodi. Haya, huyu ni Yesu anatamka. Nionyesheni fedha ya kodi. Nao wakamletea dinari. Akawaambia nini? Ni ya nani sanamu hii? Na anwani hii? Wakamwambia ni ya Kaisari. Akawaambia basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Haleluya. Amen. Yesu alitambua mifumo miwili ya uongozi. Unaposikia Kaisari, hiyo ni nini? Ukisikia Kaisari, ushuru. Hiyo ni serikali. Tuko pamoja? Huo ni uongozi wa dunia hii. Tuko pamoja? Yes. Kwa maana Kaisari alikuwa kiongozi wa Rumi, ile serikali mnyama wa kutisha, mwenye nguvu, mwenye pembe 10 na meno ya chuma. Haleluya. Title zake walikuwa wanaitwa Kaisari. Haleluya. So, mpeni ya Kaisari uongozi wa dunia. Sasa ya Kaisari ni gani? Mkajibu, mkasema ya Kaisari ni nini? Ushuru. Haleluya. Wewe mahali ulipo unalipa ushuru, ama wewe ndio yule mkoro unajificha ficha? Unapeana ongo ndio wasipite kwako. Mpe ya Kaisari yaliyo yake, na mpe ya Mungu yaliyo ya Mungu. Swali, ya Mungu ni yapi? Zaka na sadaka. Na mafundisho ndio inaendelea hapa. Kwa hivyo wewe unakumbuka kurudisha ama unakula yote? Maandiko nasema ya Kaisari mpe na ya Mungu mpe. Kwa hivyo Yesu alitambua mifumo miwili ya utawala. Meaning pia serikali hii ilipoinuka ilikuwa na hiyo mifumo miwili. Serikali kando na kanisa tuko pamoja lakini kabisa. Na tena ili kuelewa hii serikali iliinuka lini, tuende Ufunuo 13 mstari wa 10. Ufunuo 13 mstari wake wa 10. Twende. Maandiko yanasema, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Asante. Hiyo system inazungumziwa ni hii ya mpinga Kristo. Wakati wa zama za giza ambayo sikuwapea miaka pia, ni kutoka 538 to 1798. Hiyo ndio muda wa zama za giza. Serikali ya kipapa ilipotawala duniani na kutia dunia giza. Muda huo watu walichukuliwa mateka. Watu waliuawa kwa upanga, kwa kufungwa, kwa kuchukuliwa jela, wengine wakachoma moto. Wa kwanza kuchoma moto alikuwa nani? John Huss. Jerome akafuata na wengine. Kwa kusimamia kweli na kufuata mafundisho ya kweli ya Biblia.
Hii system ikaiweka dunia giza. Sasa maandiko inasema anayechukua mateka atachukuliwa mateka. Hii system ilichukuliwa mateka lini? Tarehe 10 mwezi wa pili 1798. Ile tulisoma Ufunuo 13:3, moja ya kichwa chake ikawa na jeraha la mauti. Wakati Pope Pius wa 6 alikamatwa na Ufaransa. Mwaka mmoja baadaye 1799 akaaga. Ndio hiyo Biblia inasema anayechukua mateka atachukuliwa mateka. Anayeua kwa upanga atauawa kwa upanga. Ikatimilika kwa hiyo system. Sasa ilikuwa mwaka gani? 1798. Mwaka huo ndio unasoma 1311 inasema kisha serikali nyingine ikainuka. Haleluya. Upapa mpinga Kristo inapochukuliwa mateka, serikali nyingine inafanya nini? Inachukua. Kwa hivyo hiyo serikali hii tunayozungumzia leo iliinuka wakati huo, wakati upapa ulienda mateka, ambayo ilikuwa mwaka 1798. Sasa hizo tabia zote tukiweka pamoja, bila kuongeza, bila kutoa, tunapata ni serikali moja tu duniani ambayo ina qualify kwa zote, serikali ya Marekani, yani United States of America. Wacha niwape historia kidogo, wala wana habari. Mwaka 1776 Marekani ilipata uhuru. Mwaka gani nimesema? 1776. 1783 uhuru wake ukakubalika, it was acknowledged by France na mataifa mengine. 1787 wakapiga kura kwa ajili ya katiba. 1791 wakawa na kitu inaitwa Bill of Rights. Hiyo iko Kenya hata pia, si hata Tanzania iko. Alafu officially 1798 serikali ya Marekani ikawa jamhuri. Haleluya, haleluya. Sio kama mnanielewa? Haleluya. Alafu tena kumbuka, tuliambiwa ilianza kama mwana kondoo. Marekani sio vita ilipiwa ndio ikasimama. Wengi walioanzisha ni wale walitorokea nini? Mateso ya upapa kutoka nchi za Ulaya. Tuko pamoja? Ilikuwa nchi ya amani na utulivu, kusoma hata kwa historia. Wangapi wana ile kitabu inaitwa Pambano Kuu? Hiyo kitabu ya kipekee sana. Wewe ndio ukisome sana. Hiyo historia pia kati yake iko ndani yake. Amina. Na kipenda kitabu cha nguvu sana. Alafu maandiko yamesema alikuwa na pembe mbili za mfano mwana kondoo. Marekani iliposimama ilikuwa na muundo wa serikali na mifumo mingapi? Miwili. Republicanism, yani serikali bila mfalme, serikali wakilishi. Alafu pia njia nyingine ilikuwa na Protestantism, yani kanisa bila papa. Wala mjui historia ya Marekani. Marekani ni nchi ya Kiprotesta, kwa maana walioanzisha Marekani ni pilgrims waliotoroka mateso na kunyimwa uhuru, wakasema nchi hii ikisimama tuepukane na tabia za serikali za Ulaya zilizoiwa upapa. Wakasema hatutakuwa na serikali ambayo inaongozwa na mfalme, kwa maana itatendea watu uovu, na hatutakuwa na kanisa ikiongozwa na papa, kwa maana watu hawatakuwa na uhuru kuabudu vile maandiko yanavyosema. Ndio maana hiyo mbili, Protestantism, kanisa bila papa; Republicanism, serikali bila mfalme, yani serikali wakilishi. Tuko pamoja kabisa. Protestantism ni gani? Uhuru wa dini. Republicanism ni gani? Uhuru wa serikali. Ndio maana ya zile pembe ngapi wapendwa? Mbili. Ndio maana mfano wa hizo pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Marekani imekuwa ni nchi ya uhuru. Hakuna dunia yenye jawakilisho Marekani, ukisoma kwa historia, na Mungu alipangilia hivyo, kwa maana nabii unasema hivyo kwa ajili ya watu wake, kwa maana kanisa lake lilikimbilia huko. Ukisoma Ufunuo 12 maandiko yanasema kanisa la Mungu likapewa mabawa mawili kama ya tai, si ndio? Likakimbia nyikani. Ni Marekani wakapata uhuru kwa ajili ya kudhibitika na kupata watu mafundisho. Watu wa Mungu, tuko pamoja? Tuko pamoja? Haya, mwalimu, tuendelee kusoma, tujamaliza.
Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana-kondoo. Twende. Akanena kama joka. Sasa mabadiliko ndio hayo. Akaanza kama nani? Joka. Akaanza kama nani? Mwana-kondoo. Lakini baadaye atanena kama nani? Kama joka. Sasa kunena hapo, nchi kunena inanena kwa njia 3: kupitia kwa rais, kupitia kwa judiciary, na kupitia kwa parliament. Tuko pamoja? Yaani mkisema Kenya imenena, ile kesi itakato Supreme Court, nchi yote dunia inasikiliza, nasema Kenya imenena. Ile sheria inapitishwa katika parliament, Kenya imefanya nini? So ukisikia Marekani itanena, inamaanisha wakati utafika watatengeneza sheria zitaanza kuwa kinyume na msingi wake. Kwa maana katika katiba ya Marekani inasema Congress, ambayo sasa inalinganishwa na parliament ya Kenya, haitawahi tengeneza sheria ya kuinua dini moja ama kunyima dini nyingine uhuru wa ibada. Tuko pamoja? Yaani kila mtu ako na uhuru kuabudu vile anavyoona inampendeza ama inamfaa. Tuko pamoja? Lakini maandiko imesemaje? Ataanza kunena kama joka. Wacha niwape historia kidogo sasa. Kumbuka Marekani ni Protestanti. Ukisoma historia, wale mnaelewa Protestanti ni wale waliinuka wakaenda kinyume na mafundisho mapotofu ya upapa. Tuko pamoja? Rumi ya kipapa. Are we together? Lakini wengi siku hizo wanajiita Protestanti ili hali wanatunza na kushika mafundisho ya Rumi. Kwa hivyo hawastahili hilo jina. Kwa maana wengi hawajui historia ya hilo jina Protestanti. Kwa hivyo Marekani na upapa ilikuwa ni maji na mafuta. Tuko pamoja? So wakakuwa hivyo wakijua historia yao, watu wakakuwa hivyo. Lakini kumbuka unabii ulisema baadaye itaanza kunena kama joka. Ilipofika mwaka wa 1951, wakati wa uongozi wa president ambaye alikuwa anaitwa Harry Truman. Wale mnaandika tafadhali mnaandikete vizuri sana. Harry Truman akajaribu kufanya maagano hivi kwamba atambue Vatican katika mambo ya kidiplomasia, atume balozi kutoka Marekani kwenda Vatican. Marekani ikapiga nduru kwa maana walijua historia yake. Lakini vile vitu vinabadilika na watu wanasahau historia na watu wanaacha kusoma Biblia. Baadaye vitu vikaanza kubadilika. Vitu vichenchanga, wa Kenya wanasema. Vitu vikafanya nini? Vikachenchanga. Sasa vilipoanza kubadilika, uhusiano ukaanza kukua. Maadui wakaanza kuwa marafiki. Ilitendekaje? Wakati mmoja, wakati John F. Kennedy, mnamjua? Yule ambaye alipigwa risasi, alikuwa Mkatoliki. Alipoinuka na uliza upresident, Marekani ilipiga nduru kasema, "Woi, kulingana na historia tunajua upapa inavyofanya kazi. Kiongozi yeyote akiingia serikali anatii papa kwanza kabla ya kutii katiba." Wakasema, "Woi, mkumpea urais atauza nchi yetu kwenda Vatican." Na ni kweli, watu wakapiga nduru. Alijisaidiaje ndiye akaingia president? Akasimama akatoa speech. Akautubu, na hiyo speech iko ya kipekee sana. Akasema hivi, "Ninaamini Marekani ambayo imetenga kanisa na serikali. Na ninaamini katika Marekani ambayo kiongozi hata kama ni Mkatoliki astahili kupokea maagizo wala maelekezo kutoka kwa papa. Ama hata akiwa Mprotestanti astahili kupata maelekezo kutoka kwa kiongozi wake, ijapokuwa toe maelekezo kutoka kwa katiba." Alipotoa hiyo speech, watu wakaisikiliza na wakamwamini. Si alikuwa rais? Lakini kwa sababu ya hiyo speech kuonyesha hata tii papa, alichukua muda gani? Hakuchukua muda mrefu. Alipigwa risasi. Na waliompiga risasi alitorokea wapi? Vatican. Tuko pamoja? Sasa tusonge kidogo tuone vile Marekani imebadilika. Ilipofika kwanza mwaka 1979, kumbuka Marekani ni nchi ya uhuru wa dini na uhuru wa nini? Wa serikali. Wakaanza kuleta vitu inaitwa blue laws. Wangapi wamesikia kitu kama hicho? Blue laws ni sheria za Jumapili. Yaani
Wanakaanza kuweka serikali itambue Jumapili kama siku ya ibada. Blue laws. Wakaanza kufungisha hata wanabiashara kwa lazima. Petrol station funga, maduka makubwa funga, kwa maana wakaanza kuweka sheria. Nakumbuka katika katiba inasema Congress isiweke sheria ya kuzuia watu ibada yao ama kuinua ibada moja juu ya zingi. So katika hali hiyo simeanza kwenda kinyume na katiba. Ndio hiyo Biblia inasema kwamba atanena kama joka. Ikaendelea. Ilipofika wakati wa Ronald Reagan. Nani anajua Ronald Reagan? Alipokuwa anatawala, ndio muda pia John Paul II alikuwa anatawala. Wakatengeneza secret alliance. Secret what? Alliance. Wakaungana, yani muungano wa siri ambao hukuruhusiwa. Kwa maana walikuwa na adui mmoja. Adui mmoja ni nani? Communism. Walipoungana, Marekani wakatumia unions. Wakatumia nini? Trade unions, ambayo ukisoma kwa roho nabii hata last day events nasema ni moja ya njia ambayo shetani anazitumia kuleta nyakati ngumu duniani. Unions hiyo ya kwanza kabisa ilikuwa Poland. Ilikuwa inaitwa Solidarity. Mwaisikia Solidarity forever. Na. Mwaisikia hiyo hata Kenya hapa? Mnasikia hata Tanzania? Ilitoka hapo. Marekani kupitia CIA, mnajua hiyo ni yenye inafanya mambo ya upelelezi. Wakashirikiana na Vatican. Wakatumia viongozi wa Vatican, mapadri na mabishop, kwa sababu wao wacheki vitu zao. Wakaanza kusambaza bidhaa za mawasiliano, electronics. Wakatoa, wakishirikiana kwa mawasiliano hayo, wakachukua mpaka Poland. Alafu kwa hiyo pesa walikusanya kutoka Marekani, wakapea vile vikundi trade unions ya Poland. Wakaanza kuitia moto na kuichochea. Kama mzaa kidogo kidogo, USSR ikafanya nini? Ikabwawa. USSR yenye ilikuwa ndio super power ikaisha. Officially Marekani ikawa ndio honorary super power. Kutoka hapo tunaelewana, hatuelewani? Ndio maana sasa soma Danieli 11:40 ni kuunganishia maneno hayo tunapoendelea. Ndio elewa sasa Marekani mahali tuko. Kumbuka nakupa historia sasa, nakuleta mpaka sasa tuone mahali tuko. Twende. Danieli 11:40. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. Mfalme wa kusini wakati yule ilikuwa Egypt, lakini sasa kwa undani kabisa kwa tabia walizochukua ndio communism. Ndio ile Ufaransa ilishika. Sasa ufalme wa kusini yani communism, atashindana naye. Na mfalme wa kaskazini ni Babeli, na Vatican pia kiroho ndio inaitwa Babeli. Mfalme wa kaskazini akamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita, that is military strength, na wapanda farasi na merikebu nyingi. Ukisikia merikebu, that is economic strength. Marekani kwa uwezo wake wa kifedha wakatumia hiyo pesa, wakaipenyeza huko, wakawatia nguvu na wapromote hao trade unions. USSR ikakosa nguvu, ikaisha. Hiyo ni wakati alikuwa anatawaliwa na mtu alikuwa anaitwa Michael Gorbachev. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja? Ndio. Ndio hiyo sasa maandiko Danieli nazungumzia 11:40. Kwa hivyo Marekani kwa kushirikiana na Ronald Reagan wakaangusha USSR officially. Marekani ikawa superpower peke yake duniani. Kwa hivyo kutoka hapo sasa mambo inaenda mbio, hata alama ya mnyama itakuja kwa sababu Marekani ndio italazimi. Kutoka hapo vitu vimekuwa kienda mbio. Walipoangusha USSR, Ronald akakaribisha John Paul Marekani, akamsifu, mtaenda mtafute kwa mtandao iko hapo, akamsifu kwamba kwa msaada wako tumeangusha maadui. Uhusiano ukaanza kuwa karibu. Bill Clinton akakuja ikakuwa karibu kabisa. George Bush akaingia akaanza kuunganisha hata kanisa. Wakati mmoja akiojiwa kaulizwa,
Ukiangalia Pope unaona nini? Akaanza kusema naona Mungu. Nikashangaa network hiyo kweli kwa mujibu wa Biblia ni Mungu ama ni mpinga Kristo? Ndio hiyo, yani kuonyesha vile watu wamesahau historia, sasa wameanza kuwa karibu na adui hata waone shida. Nakumbuka kuna mafundisho tulipewa hapa na mtumishi wa Mungu mtoka mbali kwamba ukizoea dhambi hatari zake itafika utasikia sauti ya nani? Ya Mungu tena. So uhusiano ukawa karibu. Sasa wacha niwalete karibu sana mahali tumefika. Ilipofika wakati wa Obama, wakati wa nani? Obama. 2015 wakapitisha nini? Sheria ya ushoga, si ndio? Waume kwa waume, wake kwa. Sasa walipoanza hivyo, watu wa Mungu wakaanza kuwekewa vikwazo. Marekani yenye ilikuwa na uhuru sasa haina uhuru tena. Mliona mwesidie mmoja, pastor ambaye alikuwa anaitwa Pastor Eric Walsh, mwenye alikuwa anahudumu kanisa ya Pasadena SDA na mwenye pia alikuwa assistant director wa Harris Marekani. Alipoingia kanisani akafundisha uozo na hatari ya tabia ya Sodomu na Gomora, alafu akaweka kwenye mtandao. Unajua nini litendeka? Mara moja FBI, wale ni kama CID ya Kenya, wakakuja mlangoni, kong kong, fungua hapa, ni nini unafanya? Wakachukua vieti zake, kanyanga. Maandiko ilisemaje? Akaanza kama mwana kondoo, lakini ataanza kunena kama joka. Wakatoka hapo, wakaanza kulazimisha wachungaji muunganishe ndoa za waume kwa waume ama wake kwa wake, kama sivyo unafungwa jela na unakuwa charged fines. Hapo uhuru huko ama hakuna? Ndio maana Maandiko kasema atakuwa mwana kondoo lakini atanena kama joka. Yaani sasa historia na msingi wa katiba yake hauko tena. Sio hivyo peke yake. Wakaingia kwenye makanisa na vyuo wakasema hivi, mambo ya kutuandikia kwa choo eti hii ni ya wanawake, ni wanaume, weka hiyo mambo ilitendeka wakati wa Obama. Wakasema wachana na hiyo, kwa maana huyu Donald leo anaweza amua akae mwanamke. Mwanamke ako hapa anaweza amua akae mwanamume. Yaani kaleta machafuko, confusion, ili ilifanya Mungu akaharibu Sodoma na Gomora. Sio hivyo, wakaanza kutishia colleges, wakawaambia kama mcooperate misaada ya serikali itafanya nini? Nakumbuka niliona mchungaji mmoja wa kanisa sio WSDA, alisema amwezi nifanyishe vitu kama hizi. Kwa imani na maandiko nimesoma, ni vizuri kazi basi ni resign. Nikasema kuna watu wa Mungu huko nje hawana nuru yote lakini wanasimamia ukwe. Nilifurahishwa sana na hiyo mama. Sasa tutoka hapo tusonge karibu. Donald Trump akafanya nini? Akaingia kwa muhula wa kwanza. Kanisa na serikali zikaanza kuwa kitu kimoja. Wakaanza kukejeli katiba. Wanasema hakuna mahali katiba inasema kwamba kanisa ifanye mambo yake na serikali mambo yake. Wakaanza kuinua dini juu, ibada ya Jumapili. Ilipofika wakati wa COVID, niliona karibu kila governor akisema hivi, COVID imetufundisha turudi kwa ibada ya Jumapili. Wale mlikuwa mnafuatilia news karibu dunia yote, kila mahali wako nasema COVID imetufundisha kitu kwamba tunastahili muda wa kupumzika, lakini wako wanazungumzia nini? Ibada ya siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Inji nyingi niliangalia, inji nyingi viongozi wako wako na promote wakasema muda umefika wa kurudi ibada ya Jumapili, wakaisukuma. Enda 12 ndio nikupa habari. Nikiangalia muda wangu pia niko na dakika 10 sasa. Soma. Naye atatumia uwezo wote. Sasa sikia vile mahali tumefikia. Marekani itafanya nini? Marekani itatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza ambaye ni serikali ya Vatican mbele yake, naye aifanya dunia. Sikia sasa hapo, Marekani itafanya dunia yote. Yaani Uchina kufanya ni kulazimisha. Endelea. Naye aifanya dunia na wote wakao. Marekani itafanya dunia yote unaokaa ndani yake. Kufanya nini? Wamsujudie mnyama wa kwanza. Wasujudie serikali ya upapa Vatican ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Ambaye alipata jeraha la mauti lini? 1798. Likaanza kupona lini? Tarehe 11 mwezi wa pili
1929 wakati mfalme Victor Emmanuel wa Italy alipofanya mapatano na Pope Pius wa 11, Pope akatuma Cardinal Gaspari, mfalme akatuma Mussolini, wakafanya maagano ambayo mpaka leo inaitwa Lateran Treaty. Jeraha likaanza kufanya nini? Litapona kabisa wakati Marekani italazimisha ibada ya siku ya kwanza ya Jumapili. Lakini kupona inaendelea polepole, lakini ili lipona kabisa Marekani italazimisha ibada ya siku ya kwanza ya Jumapili. Haya, soma tena 12, watu wa Mungu wafuatilie. Naye atatumia uwezo wote. Marekani itatumia uwezo wote wa mnyama wa kwanza. Ili uelewe hiyo, wacha nikwambie. Ni nini wakati wa zama za giza Vatican ilikuwa aje? Serikali na dini zilikuwa kitu kimoja. Na dini ikatumia serikali kufanya mambo yake. Hivyo inamaanisha nini? Tunaelekea mahali Marekani makanisa ya Kiprotestanti yatashika serikali na itaanza kudikteti kwa serikali, kuweka mambo yake na kulazimisha mafundisho yake, hata kunyima wengine uhuru wa ibada. Hapo ndio tunayafanya nini? Tunaelekea. Itatumia uwezo wote wa mnyama wa kwanza. Tuendelee. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa kukubali ibada ya siku ya kwanza ya Jumapili tunasujudia Vatican, kwa maana ibada ya Jumapili sio ya Mungu, ni mwanadamu alifanya nini? Ndio maana inaitwa alama ya uwezo wa Vatican. Ibada ya Jumapili ndio maana inakuwa hatari nikipata Mwadventista wa Sabato ambaye anafundishwa mafundisho mengi na ana Biblia anaanza kusema siku ni siku. Hiyo network yako imepotea kitambo sana. Unapata Mwadventista wa Sabato anasema siku ni siku, ni Mungu mmoja. Unaelewa unachosema? Kwa maana Sabato ni ishara na ya Mungu, mamlaka ya Mungu. Jumapili ni ishara na mamlaka ya mpinga Kristo. Vinawezaje lingana? Ndio pana hatari kubwa ukitoka kwa ibada ya kweli upoteze network, unaenda kutafuta miujiza, wewe kupotea kwako ni mbaya sana. Hii ilikuwa Mroma, naelewa vile tulikuwa tumepotea. Hata wewe nikipata wewe hapa unarega usomi Biblia una wimbo, maombi una, na kushangaa tu unaelekea wapi? Hujui vita tuko naye hapa mbele. Watu wa Mungu tunaelewana? Tunaelewana watu wa Mungu? Tuamuke. Marekani italazimisha dunia yo. Dakika zangu 7. Sasa wacha nikupa habari mahali tulipo. Na jioni tupata nafasi unaendelea ni kuwawekea video kidogo mziangalie. Sasa hivi Donald Trump amerudi uwanjani mara ya ngapi? Mara ya pili. Sasa hako mbaya kuliko mara ya kwa? Mbona watu wanao mzingira? Huenda ameelewa ama sielewe. Watu wanao mzingira, kuna hili somo tulikuwa nala hapa kuhusu washauri. Si ni kweli? Number 1, msaidizi wake Vice President anaitwa nani? Hamjui? Anaitwa J.D. Vance. Ni Mrumi, juzi ndiye amekuja Rumi, lakini kuna kikundi ambacho ako. Ndio maana sasa tukifika hapa ningependa Ufunuo 17 nitumie mafundisho kwa sinema ndio mtaelewa vizuri. Na ufundishe nikiwaonyesha. Msikilize muone kuna vitu vingine mkuu mkiona muelewe. Haleluya. Ndio maana kwa ile sasa hii lazima nitumie video ndio utaelewa vizuri. Muone vile mikakati wamepanga. Msikie tu na masikio yako, ujione na usikie. Vitu vingi imepangwa kutoka 2020 wakati wa COVID-19. Wakati hizi tunafikiria COVID ni mikakati inaendelea ya kunyima watu wa Mungu uhuru wa ibada na dunia inaisha. Wewe umejiandaaje? Tuko pamoja watu wa Mungu? Sasa hivi huyu J.D. Vance ana belong kwa grupu ambayo inaitwa Heritage Foundation. Hao wanaitwa think tank. Yaani wana mvuto mkubwa wa kusaidia viongozi kuwachagulia watu watakao wasaidia kuongoza. Na kuna kitu walitengeneza inaitwa Project 2025. Hatari kubwa ambayo inasema wakati umefika Marekani irudi kwa
Unajua ni vizuri sana kwamba Marekani imeharibika, kuna mambo mengi ya kidunia yameletwa. Hii ni nchi ambayo msingi wake ni Mungu, watu warudi kwa Mungu. Hiyo ni sawa. Lakini wanarudi kwa Mungu aje? Kwa kulazimishwa na kwa sheria. Wamesema njia moja ya kusaidia Marekani ni kuwa na kiongozi ambaye ni conservative. Na walitengeneza hiyo kabla Donald Trump aingie. Wakasema ili kusaidia serikali na nchi yetu ya Marekani, sasa lazima kila mtu akubali kwamba siku moja ya ibada, na hiyo siku itakuwa Jumapili. Na tangu Donald Trump aingie, yale mambo waliandika katika hiyo kitabu yanatimilizwa moja kwa moja. Ndio maana hilo kitabu Pambano Kuu nakipenda sana. Inasema hivi, ukianzia ukurasa wa 472 uteremka, inasema utaona makanisa makubwa ya Kiprotestanti ya Marekani yakiunga. Hiyo mambo iko ama iko? Ilianzia 1999 kabisa kusaini pamoja Lutheran na Catholic na nini. 2012 walienda wote Marekani wakikutana na Pope Benedict 16. Kwanza 1989 wakati wa Pope John Paul II wakakutana. Walikuwa naitwa kitu inaitwa Assisi meeting. 2012 wakakutana na nani? Benedict 16. 2014 wakaenda South Korea September, wakatia saini muungano wa dini zote, mpaka Waislamu wako huko, Shia faith, Shia na Sunni wote. Kiongozi wa Sunni wa Waislamu duniani kote anaitwa Grand Tayyip. Alikutana na Pope, wamekutana mara 2-3, wamesaini vitu vingi sana. Wanakutana. Alafu 2017 wameenda Geneva, Switzerland. Alafu kupitia kwa climate change wameanza kuungana pamoja wakisema nchi imechafuka, lazima turudi kwa Mungu. Lakini njia ya kurudi ni gani? Pope aliandika document inaitwa Laudato Si. Ukiangalia paragrafu yake ya 237 inasema hivi: kama vile Wayahudi walivyokuwa wanatunza Sabato, na sisi wa Kristo inabidi tumkumbuke Mungu kwa kutunza Jumapili ili kulinda mazingira na kushughulikia mahitaji ya maskini. Kwa hivyo ni nini bado wameweka mbele? Ibada ya Jumapili. Pope Benedict kabla akufe, hata huyu Francis kabla akufe, alisema aje? Tunahitaji ibada ya Jumapili itunzwe hata kwa serikali, kwa ajili ya kulinda familia, kwa ajili ya afya na kwa ajili ya nini? Uchumi. Kuna nchi sahihi ili kuhusu uchumi. Ndio maana unaona tena kitu kingine umetafuta. Ndio muone, yani muda, Mungu tusaidie. Waje nione, niangalie muda wangu, sitaki nikule, nikae excited kwa sababu najua ujumbe unafresha sana. Niko dakika 3. COVID-19 walisema pia imetokana na nini? Climate change. Alafu wakasema hivi, dunia machafuko yamekuwa mengi, tunataka tusafishe mazingira hali irudi shwari. Wakapeana option 2. Nataka usikilize kwa makini. Wakasema option ya kwanza, kila nchi ichangie pesa kiwango fulani. Wanataka $1.7 trillion kuosha mazingira. Wakasema aidha kila nchi ichangie, ama option 2, watu wachape kazi kwa siku 6, wapumzike siku moja bila kufanya chochote. Kwa miaka 7 mazingira itakuwa imerudi shwari. Swali, ni nini watu watapigia kura? Kwa maana watauliza maoni ya watu na waseme tupige kura. Nauliza nyinyi mnaonisikiliza, ni nini watu watachagua kwa hizo mbili? Mnaninyamazia yani, hata kama nauliza, si mmenielewa? Kwa hivyo viwili, wewe ukipewa nafasi, ni nini utachagua? Si ni kuchagua siku moja? Na ni gani watu watapigia kura? Hapo ndio tunaelekea. Kwa maana utaambia Kenya waanze kuchanga, vile tunateseka hivi, uchumi umeharibika, kazi ya siku tena waambie kuchangisha, unatoa wapi? Kwa hivyo option ni 2, ni gani watu watachagua? Mliona walifanyia nini nchi ya Greece? Uchumi iliharibika, wakaambia kama unataka tuwasaidie, watu wachape kazi siku 6, moja mpumzike siku ya 7. Wakasema Jumapili ambayo sio siku ya 7, ni siku ya kwanza ya juma. Watu wakakooperate kwa maana uchumi umeharibika. Ndio maana tunaambiwa uchumi itaenda kuharibiwa kabisa, ili sasa watu wakilia wanataka msaada, mtaletewa msaada ambao ulio katika mpangilio wa mpinga Kristo tunapojiandaa kwenda nyumbani. Umejiandaaje? Wangapi wanasema Mungu nisaidie, nisikae mnyonge, nitie ujasiri na nguvu, niamuke katika nafsi yangu. Ile maandiko yanasema wokovu wetu umefanya nini? Tuamuke kutoka usingizi. Kwa maana wokovu umekaribia zaidi tulivyoamini. Simama kwa miguu yako miwili. Kwa hivyo jioni
Jioni sasa, jioni tutaingia. Kwa hiyo kidogo niwaekee video kidogo, tukiingia na hapa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hii inaanza leo na kesho inakuwa na mambo mazito sana. Ni uonyesha sasa hata vile uchumi na kontroliwa, makanisa vile wanaendelea kusaini. Nimewafundisha sasa jioni ni kujionea. Ni uonyesha, angalia ndio yule fulani, ndio yule na sign, yule kanisa fulani, usikie uone. Ni kwamba hakika muda hatuna, tujiandae. Haleluya. Haleluya. Muda huu wiki uende upate, hiyo ndio makambi ya mwisho wewe kuhudhuria kabla Yesu akuje. Yatumie vizuri. Mungu nafasi amekupa. Tuamini tuombe. Aishie milele mtakatifu Mungu wa mbinguni, pokea sifa kwa maana wewe ni kimbilio, msaada na tumaini na ngome yetu. Mwenana nasi kwa njia kipekee na imeleweka. Naomba rehema yako na Roho wako Mtakatifu ambaye anatutia nguvu na ujasiri na hekima, atuandae, kwa maana pasipo Roho hatuwezi kuandalika. Akituandaa tutakuwa tayari kwa marejeo yako mara ya pili. Tumshinde muovu kwa kuwa na msingi imara katika maandiko na kusema imeandikwa. Kwa maana shetani atateka wengi kwa kutojua maandiko. Ndio maana maonyo inasema katika Mathayo, wengi watapotea kwa kutojua maandiko wala uwezo wa Mungu. Tuhekimishe, tuelekeze. Tubariki katika vipindi vyote, hata tunapoingia kipindi kingine. Bariki yule kijana, yule mama, yule baba. Bariki na mimi mnenaji na wote wanaosikiliza. Na tuende kujitoa, wala ambao bado hawajijitoa kabla wiki ishe, watoe maisha yao